Mheshimiwa madiwani, moja ya changamoto zinazozikabili halmashauri nyingi nchini ni upungufu wa mapato ya ndani, na upungufu huu husababisha miradi mingi kutotekelezwa au kutokamilika kwa wakati. Ni wasihi msimamie kwa ukaribu mambo yafuatayo. Kwanza, kuboresha vyanzo vya mapato. Lakini pili, nyinyi mkiwa ni sehemu ya baraza, mhakikishe vyanzo vyote vinatambuliwa, vinawekewa mifumo sahihi na vinatumika ipasavyo bila upotevu. Nina uhakika kwa kuwa mmeshika madaraka haya mkikuta robo ya kwanza ya ukusanyaji wa mapato imekamilika na sasa tumeanza robo ya pili, naamini mtapata muda wa kufanya tathmini ya mapato yaliyokwisha kusanywa hadi sasa na mtajua namna ya kwenda kuanza nayo. Jingine ni kuimarisha uwajibikaji wa watendaji. Hakikisheni watendaji wanaosimamia makusanyo wanafanya kazi kwa uadilifu, na pale panapotokea mianya ya upotevu msisite kuchukua hatua mara moja. Katika eneo hili la kusimamia uwajibikaji wa watendaji, pia ni wasihi mkatende haki kuwapatia stahili zinazowahusu watumishi, ikiwepo posho za afya, posho za safari na nyinginezo. Wakati mkijitazama nyinyi, lakini pia mtazame halmashauri inasimamiwa na watumishi zaidi ya nyinyi. Kwa hiyo mfanye mambo haya kwa kubalance. Lingine ni matumizi sahihi ya mapato. Mapato yatengwe kutokana na vipaumbele mlivyojiwekea, lakini vile vile kisha tenga kulingana na vipaumbele, tengenezesheni utaratibu wa kufuatilia miradi hiyo au vipaumbele hivyo, lakini pia kudhibiti matumizi yasiyo sahihi kulingana na kile mlichokikusudia. Tumekuwa tukipata hoja nyingi za ukaguzi na nyingine ukizitazama wala hazitokani na utaalamu au hazihitaji utaalamu mkubwa. Kwa mfano, mtumishi anapokosa kutekeleza wajibu wake akatakiwa kuchukuliwa hatua, alafu sisi tukawa hatukuchukua, mpaka wakaguzi wakaja wakabaini, wakatuelekeza kwamba tuchukue hatua. Hiyo inakuwa hoja, lakini ni hoja ambayo wala haihitaji utaalamu, ilikuwa inahitaji tu. Sina hakika kama mshaunda kamati, lakini mnapoelekea kwenye kuunda kamati pia angalieni ni watu gani wanafaa kuwa wenye viti wa kamati hizo. Msimpeleke kila mtu kwa sababu tu yupo, lakini je, ana uchungu na rasilimali za taifa? Je, anaweza kusimamia? Na tukimwambia asimamie hatoweka maslahi yake mbele? Mkiyaona hayo yote mtu anazo sifa hizo, ndio mpeni uongozi katika kamati zenu. Lakini kupeana kama sehemu ya sadaka, kama sehemu ya shukrani kwa wakati huu tulio nao, ndugu zangu, yamekwisha kupitwa na muda. Kutokana na changamoto zilizotokana na maandamano na tunakohitaji kuelekea sasa katika kuleta amani yetu. Nyote mnafahamu tarehe 29 ile tulipata changamoto 30 na tarehe 1 na tarehe 2 ambazo kizitazama nyingi ni za uvunjifu wa amani zaidi kuliko kudai haki, kwa sababu ziko taratibu za kupata haki. Sasa niwaombe hao vijana ambao wametokea kwenye maandamano yale au kwenye makundi yale, yanatokana na sisi huku kuliko. Wakati tunatekeleza wajibu huu wa baraza, pia tuwe ni walezi wa vijana wetu ili kilichotokea kisijirudie tena. Serikali inaelekeza nguvu kuponya majeraha yaliyotokana na kadhia ile. Kwa hiyo tuipe ushirikiano serikali kuhakikisha tunarejea katika ustawi
na ujenzi wa uchumi na maendeleo ya taifa hili. Nimalizie, kadhia chache tumeziona aidha kwa watumishi au kwa waheshimiwa madiwani, pale ambapo maslahi yako binafsi yanaposhindwa sasa kufikiwa, ndipo unapoanza sasa kutoa siri za vikao au siri za utendaji kwenye maeneo yenu. Ukifanya hivyo unakuwa hauna tofauti na msaliti mwingine yoyote ambaye anatoa siri za ofisi yake. Kwa hiyo niwaombe kwenye eneo hili, tofautianeni kwa msimamo, lakini kama msivujishe siri za maeneo yenu au siri za kazi zenu. Mkoa wa Ruvuma una kila sababu ya kupiga hatua kubwa zaidi ya kimaendeleo, tukisimamia mapato vizuri, lakini tukikamilisha miradi kwa ufanisi na kushughulikia changamoto za wananchi kwa wakati. Tutaleta mageuzi chanya kwenye maisha ya watu wetu kama haya yote tukiyafanya kuwa ndio kipaumbele chetu.